Ushiriki wenu unaonyesha imani kubwa tulionayo kwenu kama wadau muhimu katika kuimarisha uwazi, uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma. Ni matarajio yangu kuwa mtakuwa mabalozi wazuri wa maarifa mtakayowapata hapa, mkiyatumia kwa tija katika maeneo yenu ya kazi. Vile napenda kuwapongeza waandishi wa habari ambao wameendelea kufanya kazi kwa karibu na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa kuandika makala, habari na uchambuzi mbalimbali zinazohusu kazi za ripoti ya ofisi hii. Ushirikiano huu unaonyesha umoja na dhamira ya pamoja ya kuhakikisha umma unapata taarifa sahihi kwa wakati na kwa uwazi. Ukaguzi sio kutafutana. Kazi za ukaguzi ni nia na lengo ni kutafuta namna ya kuboresha. Actually unatakiwa wakaguliwa wakimwona mkaguzi wampokee kwa mikono miwili, kwa sababu anakuja kuwasaidia na jicho la nje. Kwa sababu mkaguzi akija kwenye ndani ya taasisi anakuwa ni external auditor, sababu ndani kunakuwa na audit. Kwa hiyo anakuja kuingiza jicho la nje kukusaidia kuangalia mifumo jinsi inavyofanya kazi. Je, unafuata sheria, taratibu, kanuni na kadhalika. Cha muhimu kabisa ambacho tunaomba waandishi wa habari mkijue, ukaguzi ni evidence based. Mkaguzi akiomba nyaraka, usipompa anaiclose hoja. Na mkaguzi haombi nyaraka kwa kukurupuka, itumie lugha hiyo. Ataomba nyaraka kwa kufuata taratibu. Kuna barua zitaandikwa, kuna vikao vitafanyika, minutes zitaandikwa. Kwa hiyo hata document kila kitu. Kwa hiyo mwishoni mwa siku akishafunga kitabu chake, huwezi tena kuja kusema hii document nilikuwa nayo hii hapa. Kwa nini ukuitoa wakati wa process? Ina maana tayari hoja imeshafanya nini? Imefungwa. Na inafanyika kwa uwazi kabisa. Moja mkakati wetu kuhakikisha hili lengo linatimia vizuri, zitaanza kutolewa tuzo kwa wale waandishi ambao watakuwa wanatoa taarifa za ukaguzi vizuri. Kwa hii eneo la kuripoti matokeo ya ukaguzi tunategemea tutaweza kulifikia vizuri endapo nia na madhumuni yatazingatiwa. Ni wajibu wetu kuwakumbusha hasa vijana kwamba jamani, dunia sasa hivi lazima tuende kwenye specialization. Kila mtu ajikite kwenye jambo ambalo atatambulika nalo. Kila mtu afanye jambo lile ambalo litamjengea jina. Jambo moja tu, usiyako mambo mengi dunia hii, lakini moja tu la auditing kwa mfano. Tuzo tuna uwezo wa kuzichukua watu warusha tuzo zote. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumesaidia hata kufikisha malengo ya ofisi ambayo tutumia resources zake kutuwezesha. Na hili ni jambo jema ambalo lazima kwa kweli tuwashukuru na kuwapongeza sana. Kuna mambo mengi ambayo walikuwa wanapaswa waandishi waandike kueleza umma kuhusiana na ubadhirifu unaoendelea katika miradi ya serikali, lakini wamekuwa hawajui waanzie wapi. Lakini kwa elimu ambayo wamepewa leo, wameelewa kwamba wapi wanatakiwa kuanzia na wapi wakaulize. Nimevutiwa zaidi na tuzo ambayo wamesema watatambua waandishi watakaokuwa wanafanya kazi zao kwa umahiri. Kila mtu anapenda kutambuliwa. Kwa hiyo nadhani hiyo pia itatuongezea chachu ya kuendelea kufuatilia masuala ya miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kwenye maeneo yetu.